There's a saying that says, when injustice becomes law and the society feel like there's a conspiracy to oppress it, no one is safe and no property is safe. You see what happened jana to President Ruto kurushiwa kiatu, inafaa ikuwe ni a very alarming thing. When the MP of Kasipul get taken out, MPs walikuja call it out, and Edwin Sifuna actually told them like kuna gap between the people na the political class, na watu wanafeel ni kama they are being oppressed, so wanafeel the need to take law into their own hands. Na akasema inafaa ikuwe very thoroughly investigated na ikuwe taken seriously, because if some member who is a sitting member of parliament can be taken out like that, na mse Wanduthi ako very courageous na anatoka huko na naenda, then inafaa kuwa nini very alarming. Huyo member of parliament at kama watu anakuja out kusema he was oppressing his people huko chini, kuna watu wamekama out na evidence, wameshaenda kwa polisi hakuwa yasaidia. Huyo member of parliament niye bado alikuwa ameambia DCI na polisi that someone is trying to take him out if wanaweza protect, but the DCI and the police did nothing. You see, when watu wanapitisha hizi laws ama wanakubali society ikuwe like that, very lawless, our MPs hawa realize hiyo lawlessness at some point inaweza wafikia. Watu wanaweza feel so helpless that now watago after those MPs. Na you can tell watu vile huyo MP ali pass on, people were celebrating. Jana vile Ruto alichapwa na hiyo kiatu, people were celebrating. In short, people were celebrating misfortunes za watu. Mtu akicelebrate misfortunes zako na hadi wanasema ati huo msemenyako kwa Nduthi anaweza, kwa nini asishuke Nduthi aendelee na kazi fulani, and then watu wanaanza kuweka list. Sasa ukiweka list wa mtu wenu unaambiwa kuna list, endeni mpange line huko nyuma. Jana vile president alichapwa na hiyo kiatu, watu walikuwa nauliza kwa nini hakuwa na mshale, kwa nini hakuwa na mawe. Yani people just wish bad on these politicians. Na watu wakifika hapo, I think politicians wanafaa realize hata wao wako part of the society. When the society ikifeel oppressed na try to take actions into their own hands, itawafikia hadi wao. Waliallow border za Somali zikuwe opened. Now that Al-Shabaab wakiweza ingia huku Kenya wafike Nairobi, and now a mall is targeted, you never know. Your family member could be in that mall during that time, and unaweza lose your child, unaweza lose your mother, unaweza lose your uncle, unaweza lose anyone in your family member, simply because mumeallow the society to be like this. Parliament is people, ina represent watu, so wao wanafaa wakuwa wakideal na interests za watu, but it looks like hawana interests za watu. So also begs the question, kwani how easy is it to target a president? You see, kuna time nilikuwa nimewatch a video ya iko nini akisema aliingia State House na vitu kwa mfuko na haku freaks, like hakuambiwa toe kwa mfuko, like kwa mifuko za trousers zake wana check to bag and everything, lakini mifuko they didn't consider. So how is it easy to attack a president? Na president I take this as like easy outburst. It's like a Pandora box which has been opened, that kumbe a president anaweza rushiwa jiwe, kumbe president anaweza rushiwa mayai. And remember, there is no law in our constitution yenye inasema what would happen to someone who attacks a sitting president ama a commander in chief. Like hakuna, itatreatiwa tu just like a normal assault. Haitatreatiwa ti very special because he's a head of state. Itatreatiwa tu just like a normal person. So MPs wanafaa take note what Edwin Sifuna said, that watu tena wanaanza kufeel kuna hiyo gap between the political class na the citizens. Wanafaa kuwa very wary of what they did. Hizo laws zenye wanaacha zipite, hizo unaccountability, hawa hold police accountable, hizo they don't care about what happens to Gen Z, hawajali what happens to people. Yani unaona last week kuna watu walikuwa taken out uko Narok juu someone was trying to grab their land. Yani politicians hawakuongea about it, no MP even condemned it. Like hawezi bring such bills ama such accountability
kwa parliament. But sasa hii watu wa ODM wamekasirika sana, wanataka kuvuruga. But this is all to say, huu ni mwiba wa kujitakia. A society ikifeel oppressed, they are going to take law into their own hands.